yani watakaoishi na takwa ndio watakaofanikiwa. Watakaoishi nje ya takwa hawana mafanikio. Mafanikio ni kwa ajili ya watakaomcha Allah. Inna mafaza lilmuttaqin, hakika ya mafanikio au kufanikiwa kupo kwa ajili ya watu wenye takwa, watu wanaoishi duniani kwa kufuata utaratibu wa Mola Muumba. Ndo maana yake. Mafanikio, alfawz, ni jina la ujumla. Aya zinazofuata Allah akafanya mchanganuo wa hayo aliyoyaita mafanikio. Tafsiri ya hizi aya ni kama ifuatavyo. Inna lilmuttaqina, yani inna lilmuttaqina, maana yake inna lilmu'minina al-abrari, hakika pameandaliwa kwa ajili ya waumini waliokuwa wema, waliofuata utaratibu. Alladhina ata'u rabbahum fi dunya, muttaqina ni wale ambao maisha yao ya duniani walikuwa watiifu kwa Mola wao. Maisha yao kwa ujumla ni kufuata utaratibu alioelekeza Mola wao. Kwa hiyo pameandaliwa kwa waumini kama hawa maudhi'u dhafrin, nafasi ya ushindi, nafasi ya mafanikio, nafasi ya ufaulu. Yani hawa wamefaulu. Kama waliishi duniani kwenye maisha ya mitihani, hawa waliofuata utaratibu ndo wamefaulu mtihani wao, na wanakokwenda kwa Mola wao ndo wanakwenda kukabidhiwa baada ya kuonyeshwa ufaulu wao. Allah tujalie na sisi tuwe ni miongoni mwao. Wafawzun, wameandaliwa mafanikio, bijannati naim, kwamba watakwenda kupata pepo yenye neema. Janna ni neno ambalo linajumuisha mambo mengi. Kama kuna mtu anajua thamani ya maisha, basi maisha ni ya huko. Kwa hiyo janna ni neno moja, lakini linaakisi hao waliofanikiwa huko ndo wanaenda kuishi maisha ya fahari. Hayana nuksi kwamba mara umepata mara umekosa, mara unacho mara huna, mara mzima mara mgonjwa. Hayana hiyo. Yani ladha ya maisha, fahari ya maisha ni maisha ya akhera. Kwa hiyo hapa mtu anasumbuka katika maisha yake ya mitihani, lakini baada ya kumaliza usumbufu huu hakuna usumbufu tena. Wa khalasin min adhabi aljahim, wanaenda kuishi kwenye janna yenye kila aina ya ubora wa maisha. Wa khalasin min adhabi aljahim, halafu wameepukana kabisa na adhabu ya moto. Wacha Mungu wameepukana kabisa na adhabu ya moto. Thumma fassara hadha alfawzu, halafu Allah akatafsiri hayo mafanikio yenyewe. Baada ya kutaja kwa ujumla, akafanya breakdown, akataja vitu vinavyoakisi kweli mtu mwenye vitu hivi kafanikiwa, mtu mwenye vitu hivi ana maisha, mtu mwenye vitu hivi yuko vizuri. Kwa hiyo anataja mchanganuo wa hayo yaliyomo kwenye mafanikio ya akhera. Faqala, akasema Allah, hadaiqa wa anaba, watu walioishi duniani kwa kufuata utaratibu wa Allah wamefanikiwa kwa kuingia peponi.
Sasa peponi, katika vitu watakavyonufaika navyo peponi, hadaiqa wa anaba. Kwa Kiswahili kizuri cha wazi, wanaenda kukabidhiwa ardhi ambayo ina rutuba, inaotesha mazao yenye maana. Hadaiqa ni mashamba, ukaita mabustani, kama tulivyosoma kwenye suratu Abasa. Hapa duniani kuna wahadaiqa ghulba, kuna mapori makubwa yenye miti ambayo imesongamana matawi yake. Kwa hiyo hadika sio bustani ya maua tu, mawaridi na miasumini pale pembeni ya nyumba au kwenye fensi yako. Ni shamba lenye maana. Wa anaba, akataja sampuli moja tu ya mazao, lakini ni zao lenye maana, thamani yake kubwa. Asema anaba. Anaba ni zabibu, linaotesha vitu kama zabibu, lakini si shamba ambalo wewe unakabidhiwa lina mizabibu mitupu. Hapana, ni wasifu wa hili shamba, ni shamba lenye maana na linaotesha mazao yenye thamani kwa maisha ya mwanadamu. Hapa duniani ukitaka kumjua mtu ana maisha mazuri, pamoja na kwamba ana pesa, lakini lazima awe anamiliki ardhi. Land ni kitu muhimu sana. Ana majumba yake hapa mjini, ana maduka mengi, ana viwanda viwili vitatu, lakini utasikia ana shamba la ekari 150 eneo fulani. Kumiliki ardhi ndo mpango mzima wa mtu mwenye maisha. Kwa hiyo Allah akasema anawapa ardhi, na sio ndogo, ardhi kubwa analipwa mtu mmoja. Na sio kwamba ardhi tu yafue au ya uwandani inajiwe. Wasifu wa haya mazao ni kwamba ardhi yenyewe nzuri, ina rutuba, inaotesha mazao yenye maana. Aya ina maneno mawili tu, lakini sasa ukiyadadavua yanakupa maana kubwa. Hadaiqa wa anaba ni mashamba na yenye miti kama mizabibu. Yani basatina nadhiratan, watapewa mashamba yanayotazamika mazuri. Fiha, katika mashamba hayo, min jami'il ashjari, yana aina zote za miti. Miti ya aina mbalimbali inakuwemo kwenye ardhi zao watu wa peponi. Wal azhari, na vitu tu vya kupendeza macho kama maua mazuri yatakuwemo katika eneo la ardhi zao. Thumma fassaraha wal azhari, na maua. Wa fiha, na katika maeneo hayo, karumul anabi, kuna miti ya mizabibu ya aina mbalimbali. Maana zabibu ziko za kabila nyingi, kwa hiyo akasema anaba. Inabun ni zabibu tu ya kawaida moja, lakini alivyosema anab, umo shambani mtakuwa mna aina mbalimbali za mizabibu. Tumezoea hapa Unguja kusema miti kama tufaa, lakini mitufaa yenyewe tu iko kabila nyingi, zaidi ya 5 kabila za matufaa, lakini yote yanaitwa matufaa. Kwa hiyo na zabibu nazo ziko kabila nyingi. Allah anasema kwenye shamba lake mtu wa peponi hawekewi sampuli moja tu ya kitu, anawekewa vitu vyenye maana vya sampuli tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna aina nyingi za zabibu, at-tayyiba, zilizokuwa nzuri, zabibu bora, al-mutanawwi'a, zilizo kabila tofauti tofauti, aina tofauti tofauti. Min kulli ma tashtahihi an-nufus, kabila ambazo mtu anaweza akawa anatamani, natamani ningelikuwa na kabila fulani ya zabibu. Basi wewe ukitamani hicho utakachotamani, huwezi kuambiwa hakimkiniki, hakiwezekani, hakipatikani. Kapewa mtu shamba, kapewa mtu ardhi, anaambiwa hii ndo ardhi yako, hili eneo lako wewe. Haji mtu mwingine hapo kudoea kiwanja au kijishamba cha kulima, ni ardhi yako.
tena ardhi yenye maana, inaotesha vitu vyenye thamani. Kwa hiyo ni ardhi kwa maana ya ardhi. Analipwa mtu ambaye alikuwa duniani mtiifu, akijua hili jema anafanya, hili baya japo lina mvuto kwa watu wengi wanafanya, yeye akajizuia kwa kumwogopa Allah. Ndo takwa hiyo. Uliloagizwa ufanye, ulilokatazwa uache. Hiyo ndo takwa. Sasa wenye kuishi katika takwa, uvumilivu wao wa shida za hapa duniani za muda mfupi, wanaenda kulipwa maisha ya fahari mbele ya safari wanakokwenda. Inanukuliwa katika hadithi mbalimbali, huwa tunapitia kidogo kidogo. Mtu wa kima cha chini anayelipwa peponi, basi ni kama hii ardhi, hii dunia hii inaboreshwa mara 10. Ndo malipo ya mtu mmoja, tena aliyelipwa kima cha chini. Mtu duni kabisa huyo wa peponi, ni kama hii ardhi yetu hii mara 10, ndo inakuwa ni malipo ya mtu mmoja. Asa ardhi itizameni sasa hivi ina mabara 6 mpaka 7, ina manchi tele, kila nchi ina utawala wake, ina mfalme wake au raisi wake. Ardhi nzima kwa ujumla, unaambiwa uko peponi, kwenye maisha ya peponi, hii inakuwa ni ardhi ya mtu mmoja, kwamba Allah ana eneo la kutosha. Kama tungefanya wema wanadamu wote tulioumbwa, hakuna mtu anakosa eneo peponi, ina ukubwa kiasi hicho. Lakini kama tutafanya maasi wote tumuudhi Allah, tunaenea motoni, na moto ukiulizwa hali mtalati, utasema hal min mazid. Allah ana eneo kubwa sana. Kwa hiyo analipa mpaka mwenye kulipwa anaridhika. Ardhi kubwa anapewa mtu. Moja kati ya vitu vinavyofafanua hiyo mafaza, mafanikio ya akhera, maisha mazuri, ardhi. Kwanza mtu anapewa ardhi, na si ardhi mbaya mbaya, ni ardhi nzuri, fertile land. Pili, wakawaiba atraba, na hili ndo katika jambo linalotafsiri maisha ya fahari. Kawaiba atraba, watu wa peponi wanaenda kupewa wenza wao. Mwanamume anapewa wanawake. Atraba wanaolingana umri, manake sio mwanamume kizee anapewa mwanamke mtoto, wala sio mwanamke mzee anaolewa na mwanamume mdogo. Allah amesema maisha ya peponi, hirimu zao, umri wao unalingana, na wote wanakuwa katika umri ule wenyewe wa ujana, eji ya miaka 30 hivi, ndo umri wa watu wa peponi. Yake hapa starehe ndo anajua maana ya starehe. Hawendi vizee weshazeeka ndo anaingiwa peponi. Hata kama hapa alikufa kizee, anafufuliwa na akiingia peponi katika umri huo. Kwa hiyo yeye na wenza wake atakaopewa atraba watakuwa wanafanana umri wao, wana enjoy life. Kwa hiyo duniani, baada ya mtu kuwa na asset zake, ardhi yake, jengine ni kuwa na mke mzuri au wake wazuri wenye mvuto kwa yeye. Binafsi yeye mwenyewe anahisi asa, wakimuona watu mke wangu watanionea choyo, atajenga wivu, atamlinda, atamwekea masharti ya kutoka nyumbani asije akanyang'anywa na watu wengine. Kwa hiyo huko katika jumla ya vitu vinavyofanya maisha ya noge ni kwamba ukishakuwa na ardhi yako ya kutosha, una na wake wazuri. Si ndo maisha hayo? Ndo maisha, ndo starehe. Maisha hata ukiwa tajiri, ukiwa peke yako huishi vizuri bwana. Uwe na mwenza wako au wenza. Kawaiba atraba, yani maana yake wanisaun aidhara. Nisaun aidhara ni wanawake ambao wako katika umri mdogo, ule wa wariwari,
udhara. Nawahid qad barizat asdauhunna, ni wanawake wenye umri mdogo. Qad barizat asdauhunna, chuchu zao bado hazijaanguka. Thadi ni chuchu, yani watu wa mjini wanasema bado yuko saa 6 kamili, alijenda kwenye magharibi liko saa 6 kamili, ndio una enjoy maisha na hazeeki, kila siku anazidi uzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema peponi kuna soko la Ijumaa. Soko sio kwamba unaenda kununua ndizi, papai, hilo soko la huko peponi la wiki moja, kila wiki siku moja, ni mahala ambapo watu huwa wanaenda kuonana, marafiki wanazungumza, halafu kila mmoja akiondoka hapo anaenda nyumbani kwake kwenye eneo lake, kwa sababu hakuna mchanganyikeni kama nyumba za Tumbatu au zako Haji Tumbo kwamba pahala huyu na huyu limeingiliana. Sio hivyo. Si unaambiwa mmoja ardhi yake ni kama hii dunia yetu, na Mtume ametuambia watu wa peponi watakuwa wanaonana kama nyinyi hapa duniani mnavyoangalia nyota kule juu. Yani ile nyota gani? Ile ni nyota ya Shiara. Basi unajua fulani ndo kwake pale, hambanani. Kati ya eneo la mtu na eneo la mtu ni masafa kidogo, lakini mnaweza ukajua fulani yuko pale, kule ndo kwake. Sasa eneo ambalo watakwenda wakakutana, kila mmoja huwa anatoka kwake, kwenye familia zake, kwenye wake zake, kidogo natoka, wanaagana vizuri. Huko kwenye soko, Friday market, wanaenda kukutana ndugu, jamaa, marafiki, wanaongea, halafu wakiondoka kila mmoja anarudi kwake kwenye eneo lake. Mtume anasema akirudi mwanamume nyumbani kwake, wake zake wanamshangaa, wanavutiwa na yeye, wanasema baada ya kurudi umeongezeka uzuri mume wetu, yani uko vizuri. Lakini kumbe na yeye vile vile akirudi nyumbani anakuta wake zake kama wamebadilishwa hivi, wameongezeka uzuri, wako vizuri zaidi kuliko walivyowaacha. Ndo maisha ya peponi, hakuna kuzeeka, ni kuboreka kila siku. Kwa hiyo wamesifiwa hao wanawake wenyewe, hawawi wanawake ovyo ovyo, kavaa dira siku 2 halijatoka mwilini unaona, hajajitia hata podari, hakuna. Ni mzuri. Allah kawasifu kwa maneno mawili nao, wakawaiba atraba. Baada ya kupata bustani, shamba lenye miti, neema ya pili ni wake wazuri ambao hawatopishana nao sana kwa umri, itakuwa ni karaha. Mzee wa miaka 60 akioa mtoto wa miaka 13 au 14, mnaonaje? Hata watu wengine husema, japo jambo haliwahusu, lakini watu watamsema kaoa mjukuu wake, sijui kama si kitukuu, wataongeza na chumvi. Na hao wanaitwa mashuga mami, nao wako siku hizi wanawazimu huo, watafuta vitoto vidogo vya miaka 14, vijana dume, vijana jike, mijitu mizima. Uko Bongo nilikokwenda hayo mambo nimeyaona. Hata jela nilikutana na kijana mmoja, anasema alikuwa kaekwa kingasti, wenyewe anaita kingasti. Ana bibi lake hilo lina miaka 45, kijana wa miaka 15 au 16 ndo bwana yake. Anasema wewe mwanamke wangu mimi, hata akija kwa mamangu, mama anamuamkia. Yani
Mama anaona karaha kwamba huyu ndo mke au mwanamke wa mwanangu. Sasa haya maisha haya hayana raha. Allah kasema raha ni kwamba kidogo umri wao uwe unalingana, hata kama wanatofautiana wasitofautiane sana. Vizuri mwanamume anazidi kidogo umri kuliko mwanamke, lakini tena isiwe tena kupitana kupita kiasi, miaka 60 70 kwa miaka 10. Hiyo haifanani, hainogi. Lakini anasema wakawaiba ni wanawake, atraba watakaokuwa umri wao na waume zao unafanana, yani nisaun aidhara. Hawa ni wanawake bado wadogo, wako katika umri wa wari, na wahid wana mvuto. Kad barizat athdauhunna, thadi ni maziwa yao bado yamesimama, hayajaanguka. Wahunna fi sinni wahidatin, wote wako katika umri unaofanana, umri mmoja. Qala fi tashili, amesema shekhe aliandika tafsiri ya tashil, alkawaibu, ili neno lililotumika hapo alkawaibu jamu qaibu. Jamu kaibun ni plural ya neno kaibun. Kaibun ni mmoja, kawaibu ndo jamu yake, kama kusema jamiun na jawamia. Alimun, awalim ni neno na plural yake. Kwa hiyo kawaib ni plural ya neno kaibun. Akiwa mmoja binti anaitwa kaibun, wakiwa wengi ndo wanaitwa kawaibu. Kwa sababu linazungumzwa suala la wengi, ndo anasema Allah hawa wengi waliofanya vizuri duniani watalipwa wanawake wazuri. Wahia, na huyu mwanamke anayeitwa kwa jina hili kaibun, aljariyatu allati kharaja thadiuha, ni mwanamke ambaye chuchu zake za ziwa zimesimama, hazijaanguka bado. Mmeipata hiyo picha? Kwa hiyo Allah anasema kama mnajua raha ya maisha hapa duniani, msihadaike na michepuko hiyo, mkaondoka hapa mkenda kwa Allah na kosa la zina, mtakosa hizi raha za huko za kudumu. Mshamaliza raha zenu za hapa, mnaenda kwenye jahannam. Hataki, ni haramu zina, jizuie. Utakwenda kupata neema hizi kwa muda usiokuwa na mwisho, tena watoto wazuri kabisa kuliko hawa ambao hapa wanakufanya uingie kwenye dhambi. Ni wanawake kawaib, ni wanawake bado wako katika umri mdogo, wanavutia ukiwaona. La tatu katika mambo yanayotafsiri hiyo mafaza, la kwanza ardhi nzuri yenye rutuba inaotesha mazao yenye thamani. La pili wake wazuri wenye kuvutia. La tatu wakasan dihaqa, huko kwenye mafanikio watalipwa watu vinywaji vyenye faida na manufaa. Kasan ni chombo cha kunywea, lakini kimetajwa chombo kwa kumaanishwa kitakachokuwa kimeingizwa kwenye hicho chombo. Ukiambiwa unapewa jagi, sio kwamba unalitafuna lile jagi. Kwenye jagi huwa mnatiwa kimiminika, kinywaji. Sasa kas kinaakisi kwamba ni chombo ambacho kitatumiwa kwa ajili ya kunywea vinywaji. Dihaqa, vimejazwa vyombo hivyo kiasi ya haja ya mtu. Yani kama wewe unahitaji gilasi moja ndo ukate kiu yako, sasa hiyo gilasi yenyewe inakuwa ni gilasi yenye kukutosheleza kukata kiu. Hayo tena ile niongeze. Inajulikana unahitaji kiasi gani kwa afya yako, basi unatiliwa kiasi ya mahitaji yako. Ukipiga hiyo jagi, yani wewe utakuwa uko vizuri. Na watu wataenda peponi hawana njaa wala kiu. Si tumesoma kwa habari ya haudhi kule.
Kwa hiyo huna kiu kwamba utahitaji upige juisi nyingi. Lakini ile ashki ya kwamba ninahitaji kitu fulani itakuwepo. Kwa hiyo ukihitaji kitu fulani unapewa kiasi cha kuondosha ashki yako. Baada ya muda utatamani tena kingine, unaenda kuchukua, unatumia. Ndo maisha. Hakuna fujo wala ubadhirifu. Hakuna maradhi wala watu hawazeeki. Wala hakuna kuumwa kule peponi. Ni maisha tu endelevu. Kwa hiyo uko free, mara umetamani hichi unapewa, mara umetamani hichi unapewa. Na vyakula na vinywaji vya peponi vinatumika kwa ajili ya kuimarisha mwili. Hakuna wastage. Chote unachotumia kama ni chakula au kinywaji kinafanya kazi mwilini. Hamna wastage. Wastage ya vyakula vya peponi inatoka kwa njia ya pumzi unazovuta. Na jasho. Sometimes utatoka jasho. Ndo wastage. Hawaendi watu haja kubwa wala haja ndogo peponi. Kwa sababu chochote utakachotumia kinatumika totally mwilini. Kinatumika kujenga na kuimarisha sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo kule huzeeki kama hapa. Kwa hiyo kuna vinywaji. Na vinywaji viko, anapewa mwenye kuhitaji kinywaji kiasi cha shida yake au haja yake kwa wakati husika. Anaweza akanywa hicho, papo hapo akatamani chengine akanywa. Ndo maisha. Hujawekewa limit kwamba kitu fulani usitumie au tumia kila baada ya masaa mangapi. Neema ziko nyingi. Miti saa zote ina matunda. Ushindwe mwenyewe tu mlaji. Lakini utafakamia tu ovyo. Na wewe mtu una discipline. Kwa hiyo chakula utakula kwa kiasi, kwa muda maalumu ukiwa na haja, na vinywaji utakunywa kwa kiasi, ukihitajia chochote unapewa kwa kiasi ya haja. Maisha yanakuwa yako hivyo. Wakasan dihaqa, kuna na majagi yaliyojazwa vizuri kinywaji kiasi ya haja ya mtumiaji. Yani wakasam min alkhamri, wanalipwa watu wa peponi majagi. Kasin ni kitu kama jagi, lakini halina mkono. Kas ni chombo cha kunywea kinywaji, lakini hakina mkono. Hakiko kama kikombe kwamba lazima ushike mkono kwenye mpini. Kiko free. Popote utakaposhika ni tayari kwa matumizi. Kama gilasi hizi. Mnafahamiana? Kwa hiyo kasi huwa haina kishikio. Iko vile vile kama gilasi tunazokunywea maji. Lakini inakuwa imejazwa kinywaji minal khamri, kutokana na divai za huko peponi. Tumesoma katika suratu Muhammad, Allah amesema mathalul jannati allati wa'ida almuttaquna, mfano wa pepo ambayo wameandaliwa, wameahidiwa wacha Mungu. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin, peponi kuna mito ya maji ambayo hayaharibiki. Uyakuti yamefanya koya au yanamwani au yamevunda, mazuri siku zote yanatiririka mtoni. Na mito iko ya viamboni na iko ya huko mabondeni mashambani. Ya mashambani kazi yake ni kurutubisha ardhi tu. Mazao ya huko siku zote ni mazuri. Miti siku zote ina afya kwa sababu ardhi yake sio mbaya. Hii mito inayopita viamboni ni kwa ajili ya matumizi ya watu. Kwa hiyo fiha, katika pepo, anharun, kuna mito mima'in ghairi asinin, mito ya maji ambayo hayaharibiki maji yake. Hayachache, hayavundi, hayaoti mwani, hayaingii tupi, maji safi. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, na peponi kuna mito ya maziwa ambayo ladha yake haibadiliki. Sio kwamba baada ya siku yatageuka mtindi au yawe yana uchachu makali. Maziwa hapa shote ukakamue ng'ombe au mbuzi au ngamia kwenye chuchu ya mnyama, unaambiwa peponi maziwa yanapita kwenye mito tu chini ya nyumba. Na ni mito mingi na maziwa ya kabila tofauti. Sema nataka maziwa ya aina hii yapo, aina hii yapo. Wewe ndo mtumiaji,
inapita kwenye eneo lako, haji mtu mwingine kutumia, ni yako. Wa anharun, na pia peponi kuna mito, min khamrin, ya pombe, lakini pombe ya huko ladhati lisharibin, ina ladha nzuri kwa wanywaji, sio ile ya hapa unakunywa alafu unakunja uso alafu utafute na asusa kidogo, nyama yenye pilipili nyingi usukumie. Hapana, ladha yake ni nzuri na manufaa yake mwilini muhimu makubwa, inajenga mwili, sio inaharibu mwili. Kwa hiyo umeharamishiwa kunywa pombe hapa, lakini kuna vitu hivyo vimewekwa peponi, vya huko vina manufaa kwenye mwili wa mtumiaji, hivi vya hapa vina madhara, ndio maana umekatazwa. Wewe unaona ufakamie matatizo ya hapa, alafu ukaenda huko usende kufurahi, ujinga unakuwa. Pombe nzuri zenye afya ziko huko. Khamri ladhati lisharibin. Wa anharun, pia peponi kuna mito, min asalin musaffa, ya asali safi. Hapa mpaka ugombane na nyuki, umnyang'anye mali yake, na yeye analinda mali yake. Lakini kwa sababu binadamu umepewa akili, unamudu nyuki, unachukua asali yake. Huko asali aina zote zinatiririka mitoni, ni vitu viko free of charge, havina gharama, vina tafsiri hayo maisha, mafaza. Mmefahamu? Mtu ujue huyo ana maisha mazuri, na huko hakuna mambo ya gharama, sijui kufanya kazi, kutafuta pesa na nini. Ukule ni kutumia tu. Kazi unafanya hapa kwa ibada, ufanye hapa ibada, siku ya kwenda kulipwa ibada zako ndo unapata manufaa yote hayo. Wewe kule unakuwa ni mtumiaji tu. Kwa hiyo hii wakasan dihaka, make kasan min alkhamri, ni chombo cha kunywea kilichojazwa pombe ndani yake. Mumtaliatun, kichombo hicho kimejazwa, kimejaa. Safia, kinywaji kilichotiwa humo ni kinywaji safi. Qala al-Qurtubi, mwanachuoni Qurtubi ametafsiri hapa, almuradu, muradi wa Allah kusema hii pombe, chombo cha pombe kilichojazwa vizuri kiasi ya kiu ya muhitaji au mtumiaji. Almuradu bilkasi, makusudio ya hiyo kasi, alkhamru, ni hicho kilichotiwa humo ndani ambayo ni pombe. Kaannahu qala, kama kwamba Allah amesema, wa khamran, pia watu wa peponi watakunywa pombe. dhatu dihaqin ay mamluatin, pombe ambayo iko kwenye chombo kilichokadiriwa kiasi ya haja ya mtumiaji. Chombo kinachowekwa pombe hiyo kimekadiriwa, akipiga hii jagi moja kwa wakati mmoja ni saizi yake, hatohitaji nyingine. Lakini unaweza ukanywa pombe papo hapo ukajisikia unataka na juisi, na juisi ziko nyingi, aina tofauti tofauti. Papo hapo ukajisikia unahitaji kinywaji chingine, unakunywa. Ukajisikia unahitaji tunda fulani, unaenda unakula. Kule unajenga mwili, siku zote unakuwa mzuri, huzeeki, maisha yanaendelea, hayana mwisho. Haya maisha ya bandia haya yanayotufanya tena unafikia umri ukenda kuposa, watu hawakutaki, wanasema pale unakwenda kutafuta huo uzuka tu, ndugu yangu. Kaja kukuposa mzee yule, unaenda kutafuta huo uzuka, maana anakadiria we huchukui muda, unakufa. Huko hakuna kufa, hakuna kuzeeka, hakuna shida ya maisha. Mahitaji ndo kama haya, bure, yanapatikana wakati wowote. Kwa hiyo kuna vyombo vimejazwa pombe kiasi ya kiu au mahitaji ya mtu kwa wakati mmoja. Mamluatun qad usirat wa sufiyat, imekamuliwa matunda yaliyotengenezewa pombe hiyo, halafu ikasafishwa, iko safi. Kama ni pombe ya zabibu, pombe ya nini, pombe ya nini, ya mahindi, lakini ni safi.
haina madhara yoyote kwa mtu na ladha yake ni nzuri. Ladhati lisharibin. La ngapi hilo? La 3 katika neema watakazopata watu wa peponi. Kuna ardhi ya kutosha, ina matunda mengi, kuna wanawake wazuri, halafu kuna vinywaji vya kutosha. Sasa kwa sababu ni pombe imeambiwa ikalindwa, usije ukaelewa kama unavyoielewa pombe ya hapa. Allah kasema kwenye aya nyingine, la yusaddauna anha wala yunzifun, kwenye suratu Al-Waqi'a. La yusaddauna anha, wenye kunywa pombe ya huko hawapati kitu kinachoitwa sada au sida. Sida ni aina fulani ya maumivu huwa anayapata mlevi pale pombe inapotoka. Usikia aina fulani ya maumivu kwenye kichwa chake. Na mwingine tena ndo huwa ana arosto, anaunganisha. Akiona hiyo hali pombe yake imemalizika, anaenda kutafuta nyingine aongeze apate matingasi, wanasema watu wa mjini. Mfahamiana? Na akiwa katika hali hiyo akikimbia kupata sida, ndo maana yake anaiharibu akili yake saa zote, awe maneno yake yakisema si fasaha, hana aibu wala haya mbele za watu, anafanya mambo ya ovyo kwa sababu akili kaivuruga. Lakini huko akhera akili haiharibiki wala hupati maumivu yanayosababishwa na kutoka pombe kichwani. La yusaddauna anha, hawapati sida, maumivu ya kichwa kwa kunywa pombe ya peponi. Wala yunzifun, wala haiwaondoshei akili wakawa wanaongea kama majununi. Na mwingine akinywa pombe ndo anaongea Kiingereza, lakini Kiingereza chenyewe anakijua mwenyewe tu. Mefahamiana? Au mwingine anasema kakerwa na mkwe wake, bamkwe ameniudhi lakini ngoja nikamnywe nibu. Anaenda kukoroga akili aondoshe haya, apate akamtukane mkwewe, aseme maneno ya ovyo, atoe dukuduku lake. Watu watasema akalewa, lakini yeye ndo ile pombe kainuia haswa, ninamnyuia nibu atanikoma. Sasa anaondoa akili ya kawaida ya kimaumbile, afanye mambo kama mwenda wazimu. Pombe za akhera hazina tabia hiyo ya kumuondoshea akili yake ya kawaida au kumpa maumivu wakati ikitoka. Ni kinywaji chenye faida, kinajenga mwili wake, afya yake inakuwa nzuri, halafu haondokwi na akili yake. Akili yake inabaki iko timamu, kari fresh tu, sehemu fulani za mwili anapata uchangamfu. La yasmauna fiha laghwan, pamoja na kwamba wameambiwa peponi watu wanakunywa pombe, hapa Allah amesema la yasmauna fiha, watu wa peponi hawatasikia huko peponi. La yasmauna, hawatasikia, fiha, huko peponi, laghwan, maneno ya kipuuzi, maneno ya laghu, wala kidhaba, wala hakuna maneno au lugha za uongo. Kama watu walikuwa na mazoea kusema uongo duniani, hivi vitu havipendezi, vinaondoa murua wa binadamu. Madam kapasi mtu kwenda peponi, duniani alijitahidi kuishi vizuri. Kule hakuna mambo ya maudhi tena. Sio kanywa pombe, katukana, kafanya hivi, kakejeli. Wanakunywa hivyo vinywaji, lakini ni vizuri kiasi kwamba la yasmauna fiha, hawatasikia katika pepo watu watakao kuweko peponi laghwan, aina yoyote ya fujo, upuuzi, dharau, kejeli, kwa sababu ya kunywa hivyo vinywaji. Wala kidhaba, wala hawatasikia maneno ya uongo, watu hawazungumzi uongo peponi. Yani pamoja na kwamba wanaambiwa wanakunywa pombe, la yasmauna fil jannati kalaman farighan, hawatasikia huko peponi maneno yasiyo na faida, maneno ya ovyo, la faida tafihi, ambayo hayana faida. Usije ukasema wanalewa kwa hiyo watasema maneno pumba.
akili yao ndo itakuwa full charged, wanaongea maneno ya maana yenye kupendeza. Wala kadhiban, wala hawatasikia watu wa peponi uongo, minal qawli, katika maneno watakayokuwa wanaongea. Lianna aljannata, kwa sababu pepo darus salam, Allah ameita ni darus salam, ni mji wa amani. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yashau ila siratin mustaqim. Allah anawalingania, wahyi aliyoleta, mawaidha anayotoa, anawalingania watu waelekee kwenye mafanikio ya kupata pepo ambayo ndo mji wenye amani. Lakini Allah pia wayahdi man yashau, huwa anamuongoza yule anayetaka kuongozwa ila sirati mustaqim, kwenye njia iliyonyoka. Kwa hiyo hapa anafanya advertisement, jitumeni kufanya mambo chini ya utaratibu wa takwa. Vumilieni shida ndogo za muda mfupi za duniani. Mkishamaliza shida hizi, wakati wa kifo ukifika, nyinyi uko mbele hamna shida tena. Huko kuna maisha kwa maana ya maisha, na huko hakuna mwisho. Hapa unajua sifiki miaka 100 nitakufa, lakini huko kuna maisha hayana mwisho. Kwa hiyo tumieni muda wenu huu mfupi kwa kufanya amali ambazo zitakufanyeni kesho mkaishi kama waheshimiwa, maisha mazuri ya fahari yenye neema. Hayana leo nimekosa chakula, hayana kupigana virungu, jamani saidie kidogo leo sijaijua riziki nyumbani. Hakuna. Mathalul jannati allati u'ida almuttaqun, mfano wa hiyo janna ambayo wameahidiwa wacha Mungu, ukuluha daimun wa dhilluha, vyakula vyake peponi viko maisha. Utasikia vyakula vimeadimika huko, na kivuli cha peponi kiko maisha. Watu hawaoni jua wala fujo. La yarawna fiha shamsan wala zamarira. Ukuluha daimun, vyakula vyake peponi viko maisha. Wa dhilluha, na kivuli peponi kiko maisha, hakuna joto kali kule. Tilka uqba alladhina taqaw, huo ndo mji watakao kwenda kuishi watu wacha Mungu peponi. Wa uqba alkafirina an-nar, na mji watakao kwenda kuishi makafiri ni motoni. Kwa hiyo wanahimizwa watu, ndo sisi tufanye, japokuwa mambo mengine tunayaona magumu mazito, faida yake kwa hapa hatuioni, lakini tufanye, kwa sababu hayo ndo ambayo kesho tunaenda kulipwa. Ukilipwa kwa wema uliofanya duniani, wewe ndo utakuwa una maisha ya fahari yasiyokuwa na bughdha hata kidogo. Wa kullu ma fiha, na kila kitu kilichoko peponi kwenye hiyo Darus Salam, salimun, kiko salama. Kila jambo la peponi liko njema, liko vizuri. Salimun minal batili wan naqsi, mambo ya peponi yote, kila la peponi limesalimika na batil, na limesalimika na dosari au mapungufu. Vitu vya huko viko kamili kamili, vizuri, vyenye faida. Kwa hiyo hilo la tatu, mashamba wake, na humo ndani ya mashamba ndani yake mna viambo, majumba, ardhi kubwa, lakini ina eneo la mitaa utakayoishi na wake zako, na kuna eneo la miti, hayo mashamba ya kukutolea mazao. Nifahamiana? Kwa hiyo kuna majumba, tuna wake, kuna mashamba, mazao ya aina mbalimbali, vinywaji tele ambavyo havina madhara, viko salama kabisa. Jazaa min rabbik, haya ndiyo malipo yaliyoandaliwa kutoka kwa Mola wako. Jazaa min rabbika, haya ni malipo kutoka kwa Mola wako. Kaandaa vitu kama hivi kwa watu wema wanaojua mtiririko wa safari yao. Leo niko hapa, baada ya muda nitaondoka, ninakokwenda kuna mahitaji, akajiandaa kabisa na mahitaji ya anakokwenda. Haya ndiyo malipo yaliyoandaliwa na Mola wako. Ataan hisaba, ni utoaji wa Allah unaonasibiana na haja za wanaopewa.
Ai maana yake jazahumullahu bidhalika aljazai, Allah anawalipa wacha Mungu waliotenda wema hapa duniani malipo hayo. Jazahumullahu, Allah anawalipa bidhalika aljazai, kwa ulipaji wa aina hiyo, malipo hayo alazimu, ambayo ni makubwa. Tafadhulan minhu wa ihsana, kwa sababu Allah ni mwenye fadhila, atawafadhili waliotenda mema na awafanyie ihsani, wema uliokamilika. Kafian, unatosheleza kwa mujibu wa amali zao walizofanya. Ala hasbi amalihim, kafian ala hasbi amalihim, yani Allah anawalipa malipo yanayonasibiana na ukubwa, viwango vya amali zao. Ukitenda vizuri unalipwa vizuri mpaka utaridhika. Rabbi samawati wal ardi, haya imemalizia ya juu, jazaa min rabbik. Haya ni malipo yaliyoandaliwa kutoka kwa Mola wako Allah. Ndo nani huyo anayelipa hivi? Rabbi samawati wal ardi, ni Mola mlezi wa viumbe wote wa mbinguni na viumbe wote wa ardhini. Yeye ndo kajiita Rabbul Alamin, Bwana mlezi wa ulimwengu. Rabb inatokana neno at-tarbiya, tarbiya, malezi. Na malezi maana yake ni kukimu haja za kile unachokilea au yule unayemlea. Kwa hiyo Allah kajiita yeye ndo Rabb. Sisi tunakuja hapa wahitaji, hatuna uwezo, hatuna nguvu, yote katufanyia yeye. Tukiamini tusiamini, uhakika ni kwamba yupo aliyetufanyia haya. Umeumbwa ukaja kichanga kiduchu, yeye ndo kakukuza, kakuwekea mfumo wa damu, wa hewa na kila kitu, yeye ndo ana maintain. Ukajiona bado leo uko salama, yeye ndo anafanya hiyo kazi. Vitu vingine havigharimiwi na wewe mwenyewe, wala hawagharimii wazazi wako wawili. Allah ndo anagharimia, unanufaika navyo. Rabbi samawati wal ardi, huyu ndo Mola mlezi wa vitu vyote, viumbe vyote vya mbinguni na viumbe vyote vya hapa ardhini. Ar-Rahmani, Mola ambaye anategemewa na viumbe wote. Ar-Rahman, Mola anayetegemewa na viumbe wote, wanaomkubali na wasiomkubali, wema na wabaya, wako chini ya rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna minhu khitaba, siku ya viumbe kwenda kukutana naye hakuna atakayemiliki nafasi ya kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi samawati wal ardi, Mola mlezi wa viumbe vyote vya mbinguni na viumbe vyote vya ardhini, wa ma bainahuma, na pia ndiye mlezi wa viumbe vilivyopo baina ya mbingu na ardhi. Ar-Rahmani, huyu ni Mola mwingi wa rehema, na jina hili tulilisoma tulipoanza suratul Fatiha kama mnakumbuka. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmani ni jina la Allah linalotaallaki na rehema zake, lakini hivi lilivyoitwa ni kwamba rehema hizi si za ubaguzi, anawarehemu viumbe wake wote, wanaomkubali na wanaomkataa, wanaotenda mema na wanaotenda maovu, wananufaika kwa muda kwa sababu ya jina hili la Rahmani. Rahim ni jina la upendeleo, vile vile ni rehema ya Allah, lakini hii Rahim ni kwa ajili ya akhira, kwa watu wema peke yao. Lakini hii Rahman ina apply hapa duniani kwa watu wazuri na watu wabaya, wenye kutenda mema na wanaoharibu, wanaojiandaa na wazembe wasiojiandaa, wote wananufaika na jina hili la Allah Ar-Rahman. Kwa hiyo huyo Allah ambaye atatoa malipo hayo ni Rabbi samawati wal ardi, Mola mlezi
wa viumbe vya mbinguni na viumbe vya ardhini. Wama bainahuma, na pia ndiye Mola mlezi wa viumbe vilivyopo baina ya mbingu na ardhi. Ar-Rahmani, Mola mwenye mwingi wa rehema. Ai, maana yake hadha aljazau, malipo hayo yaliyoorodheshwa hapo juu, sadirun min arrahmani, yanatoka kwa Rahmani. Yani we hata kama umefanya maovu, we hata kama kafiri humuamini muumba wako, ushatumia muda mwingi kwenye kufuru, wahi mapema basi ujirekebishe, usilimu, utubu, utakuta utapata manufaa ya jina hili Rahmani. Umeasi muda mrefu katika maisha yako, umekufuru muda mrefu katika maisha yako, madamu uko hai, ukijirekebisha kabla hujafa, unanufaika na hili jina la Rahmani. Atakusamehe yaliyopita na atayathamini mazuri yako machache utakayoyafanya ndani ya muda mfupi uliobakia. Atalipa hivi Rahmani. Hadha aljazau sadirun min arrahmani, malipo yaliyoorodheshwa hapa yanalipwa na Allah mwingi wa rehema. Alladhi, Mola ambaye shamilat rahmatuhu kulla shay, rehema zake Allah zimejumuisha kila kitu. Anawarehemu wazuri na wabaya, watakapotaka kurehemewa watanufaika na hilo jina. Ukifa hujataka kutumia hiyo fursa, hutokwenda kupata rehema akhera. Makafiri, watu wengi walifanya maovu, lakini walipotanabahi wakajirekebisha, Allah kawakubalia, kawasamehe aliyopita. Na wengineo mpaka leo wakitajwa tunasema radhiyallahu anhum, wale walioishi pamoja na Mtume. Mtume kawakuta kwenye ukafiri, wamefanya madhambi makubwa, lakini walipokubaliana na Mola wao mwingi wa rehema, kawasamehe aliyopita, akawakubalia yale mazuri walioyafanya ndani ya muda mfupi uliobaki katika maisha yao. Kwa hiyo ni mwingi wa rehema, anamrehemu kila mtu anayetaka kurehemewa. Asiyetaka akiondoka vibaya, hiari yake. La yamlikuna minhu khitaba, siku ya kurudi kwa Rahmani, watakaohudhurishwa mbele ya Rahmani siku hiyo, la yamlikuna, hawatomiliki, minhu, kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala Rahmani, khitaba, nafasi ya maongezi. Yani tuongee basi kidogo, tuyajenge, tuyarekebishe. Nilikosea lakini naomba nafasi nizungumze, nitoe dharura zangu. Hakuna tena hiyo nafasi. Hiyo unufaike nayo hapa duniani. Utamkuta Allah kweli ni mwingi wa rehema, atakurehemu, atakusamehe na atakulipa mazuri kwa vile ulivyomalizia vizuri. Ukiondoka vibaya, umeipoteza hiyo nafasi, na mbele ya Allah baada ya kuondoka kwenye dunia hii hutomiliki nafasi ya kuongea. Fursa ipo sasa hivi hapa duniani. Aina yoyote ya makosa uliofanya, jirekebishe mapema, tubia, silimu, Allah atakusamehe. Usipotumia hapa duniani, huko mbele ya safari hamna tena nafasi ya kwenda kuongea chochote ukanufaishwa na maongezi yako. Yani la yaqdiru ahadun an yukhatibahu fi daf'i bala'in. Ukishaondoka hapa duniani ukenda kwa Rahmani, huko la yaqdiru ahadun, hatakuwa na uwezo mtu yoyote, an yukhatibahu, kumsemesha Allah au kumsemesha Rahmani, fi daf'i bala'in, katika maneno ya kuomba msamaha ili uondolewe balaa, uondolewe adhabu. Hakuna mtu atanufaika na nafasi hiyo. Hapa duniani ipo fursa. Kama we kafiri, silimu tu, mtambue muumba wako aliyekuumba kutokana na sababu dhaifu, akakulea mpaka ukawa mkubwa, na baada ya kuwa mkubwa bado anakuhudumia, kukupa pumzi, damu na nini, akili. Jifahamu nafasi yako, wewe ni makhluk, kiumbe. Mfahamu muumba wako,
uwe na muamala naye mzuri. Basi ukiondoka hamjaelewana, hujafata utaratibu anaouridhia, huko mbele ya safari hutomiliki nafasi ya kuongea chochote kwa ajili ya kujitetea au kuomba msaada au kuomba msamaha au kuomba upunguziwe au uondolewe adhabu. Hakuna atakayenufaika na nafasi hiyo. La yaqdiru ahadun, la yamlikuna minhu khitaba, manake la yaqdiru ahadun, hatoweza yoyote, an yukhatibahu, kumsemesha Allah subhanahu wa ta'ala, fi daf'i bala'in, kwenye haja ya kutaka kuondolewa balaa au adhabu, au rafi adhabin, au kuondolewa, kufutiwa adhabu. Hakuna nafasi ya kwenda kuongea ili ufutiwe adhabu. Fi dhalika al-yawm, kwenye siku hiyo ya kukutana naye. Haibatan wa jalalan, hii ni kwa sababu ya haiba na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Fursa hiyo hatotoa tena huko, katoa hapa. Tubia, omba msamaha, jirekebishe. Wenye akili wananufaika na hizo fursa. Kafanya maasi ujana mpaka utu uzima, lakini hatimaye kawahi kutumia fursa, kajirekebisha, mwishoni Allah anamsamehe, anaondoka vizuri. Ukiondoka na makosa yako na kufuru yako, humiliki tena uko mbele nafasi hiyo, ushaiacha kabisa hapa duniani. Kutokana na muda, inshallah tuweke hapo. Tutakuja kuendelea na aya inayofuata. Aya inayofuata inazungumzia mambo ya huko yatakavyokuwa. Tunafikia hapo leo aya nambari 37. Tumeondokea aya nambari 27 mpaka 37, aya 10 tumesoma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmuttaqina mafaza. Tumeondokea aya 31 hiyo. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika kuna mafanikio mazuri kwa watu ambao wanaishi duniani kiucha Mungu. Pameandaliwa mafanikio kwa watu ambao duniani wameishi kiucha Mungu, wamefata utaratibu wa dini anayoiridhia Allah. Mafanikio gani haya? Watalipwa ardhi, hadaika wa anaba, ardhi nzuri yenye miti yenye matunda yenye thamani kama zabibu na mazao mengine, tende na kila kitu viko huko. Wakawaiba ataraba, pili, wataozeshwa wake wazuri wanaolingana nao kwa umri, hirimu zao zitakuwa moja. Kawaiba tumesema ni watoto bado maziwa, chuchu hazijaanguka, wanavutia ukiwaona. Wengine wanasema ina maana wanalipwa wanaume tu, wanawake na wanawake ndio hivyo, wanapewa waume watakaovutiwa nao pia. Hakuna mtu peponi anakaa mjane. Hapa duniani kama mwanamume kakosa mke, bimaana mkewe kafiri, anaenda motoni. Sasa kule atakwenda kupata mke gani? Wake wapo. Sio mahurulaini peke yake, hata hao waliotoka hapa duniani, kwa sababu wake wema wanapata waume makhabithi, mumewe anaenda motoni. Sasa yeye akakae mjane, anaozeshwa mume mwingine. Hakai mtu kule vibaya mjane. Maisha uwe na mwenzio. Kwa hiyo wanapewa wote mume wa kuridhisha, mke wa kuridhisha. Hakuna mtu anaenda kukaa single. Hata staladhi vipi maisha akawa peke yake. Wataozeshwa. Wakasan dihaka, la tatu, watakuwa na vinywaji vya kiasi ya haja ya kiu ya mtu au haja yake ya matumizi, vyombo vilivyojazwa kinywaji kiasi ya haja. La yasmauna fiha laghwan wala kidhaba, watakapokunywa vinywaji hivyo havitowaharibia akili
Kwa hiyo hutosikia, kwa sababu watu wamekunywa, hutosikia huko maneno ya ovyo wala lugha za uongo. Laghwan, maneno ya ovyo, wala kidhaba, wala husikii maneno ya uongo. Maneno yamenyoka, wanasema wasemaji, yameenda shule, yana faida kwa msikilizaji, yanapamba maongezi, maneno yenye maana. Jazaa min rabbik, haya yote ni malipo kutoka kwa Mola wako. Ataan hisaba, ni utoaji wa Allah kwa mujibu wa amali za wanaopewa malipo hayo. Anawalipa mpaka wanaridhika. Rabbi samawati wal ardi, huyo ndiyo Mola mlezi wa viumbe vya mbinguni na vya ardhini, wa ma bainahuma, na viumbe vilivyopo baina ya mbingu na ardhi. Vyote Allah ana maintain yeye hivyo vitu. Kuna viumbe hapo baina ya mbingu na ardhi hatuvijui, Allah ndo mwenyewe anavihudumia, kama anavyotuhudumia sisi, anawahudumia wanyama porini. Yani wewe ukipewa tenda ya kumlisha simba mmoja tu utafilisika sheikh. Msosi wake anaokula, mwambie tulishie huyu, unafilisika, huwezi. Allah anawapa riziki zake, riziki zao viumbe wote. Ndo Rabb wetu mlezi, anawakimu na hakuna ambaye anasafa shida. Kwa hiyo kajiita Rabbi samawati wal ardi, ni Mola mlezi kwa viumbe wa mbinguni wanamtegemea Allah, viumbe wa ardhini wanamtegemea Allah, viumbe waliopo baina ya mbingu na ardhi wanamtegemea Allah, na mote anakidhi mahitaji ya wanaomtegemea. Ndo Allah. La yamlikuna minhu khitaba, watu hawatamiliki kutoka kwa Allah nafasi ya kuongea naye yaishe. Hiyo nafasi umepewa uitumie hapa duniani. Tubu, silimu, omba msamaha hapa. Hukutumia hizo fursa, mbele ya safari baada ya kufa hunufaiki tena na fursa hizo. Imefahamika hivyo eh? Haya. Tunaweka hapo aya 37. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani unajipanga mapema shehe. Tumeambiwa peponi hakuna maudhi. Hata hao wanawake watakaoingizwa peponi, Allah anasema wanatakaswa na hizi tabia zao chafu chafu za hapa, na usumbufu, bughdha, gugu. Kule wanaenda wasafi, kila mmoja karidhika. Kule mwanamume akipewa wake wanasema huyu mume wetu, hawasemi mume wangu. Kwa kila mmoja ana appreciate haki ya mwenzake pia. Ndo kama hivi ilivyosemwa hapa, la yasmauna fiha laghwan wala kidhaba, la tasmauna fiha laghwan wala ta'thima. Hamtasikia peponi mambo ya ovyo wala vitendo vya kufanyiana makosa. Hakuna, hatutendeani tena makosa kule. Kwa hiyo ile lisikupe pressure, usiogope. Hata ukipewa 70 wenyewe wote watakuwa wanakukubali. Wenyewe watakuwa wanaheshimiana, wanapendana. Haya inshallah. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atailima vipi? Atailima vipi? Twende. Sasa upande wa mwanamume ama mwanamke, na mwanamume akishapewa ardhi yote hiyo,
Sasa tuambie kwamba kutoka na wake zake huko akapata kizuka wengine wote wamepata wale. Sasa na wao watakuwa maeneo kama hiyo makubwa au mtakaa nao pamoja na hali ilikuwa. Ndio moja. Shekhe anauliza kila anayekwenda peponi huenda kwa amali zake na analipwa anachostahili. Sasa kama hapa ulikuwa na wake wako wawili na mkaishi maisha ya dini, nyote mkaenda peponi, hawa wanawake nao si wanalipwa eneo lao na we mume unalipwa lako, sasa inakuwaje? Ndo swali lake shekhe. Mnachanganya. Kwani hapa kama mkeo yuko TRA na wewe mwenyewe mchukuzi Kwerekwe kule, lakini kakukubali, si mnachanganya jukumu la huduma lako wewe mume? Yeye akipenda anachotoa kwenye mapato yake ya TRA na kwa sadaka. Wewe mnachanganya. Mshafunga kifungo cha ndoa, majukumu yanakuwa kwa mwanamume. Kwa hiyo na huko ndo hivyo hivyo. Kila mmoja anaingia peponi kwa amali zake, analipwa stahili zake, lakini kwa sababu mko pamoja Allah anakuchanganyeni. Ulizungumza hapo kwamba chakula cha peponi kukula huko hakuna haja kubwa wala ndogo. Bali vitu vitakapotoka katika hewa ya peponi na kwenye mwili kutoka jasho na kufahamu kama kutoka jasho mwingine. Ndio kwa akili sasa hapo hakuna kutoka. Sasa kuna mito, watu wataoga, watafanya nguo za gharama zipo, unabadilisha unavyopenda. Na halafu hilo jasho tumeambiwa linalotoka mwilini sio kama hili linalonuka. Hilo jasho linalotoka huko la peponi linanukia kuliko miski. Hunuki, unanukia. Umefahamiana? Unanukia. Hata hiyo wastage unasema kwamba ndio itatoka kwa njia ya pumzi. Sio kwamba unatoka harusi kama harufu mbaya. Ni harufu mzuri. Allah ana uwezo wa kufanya kila kitu. Kabadilisha, katumia vilivyomo vile. Kinachotoka hakina madhara tena wala hakina maudhi. Ndo maisha ya peponi. Hujaridhika bado? Usharidhika? Haya, naam sheikh. Wa alaikum salam. Sio ulimwengu. Ukisema ulimwengu unamaanisha mbinguni na ardhini. Sasa hilo eneo kubwa. Ni kama hii ardhi, kama hii. Ni eneo la koe mtu mmoja. Sasa we una eneo kama ardhi ndugu yangu, usisafiri vipi? Utasafiri. Utatembelea ndugu na jamaa. Sasa usiniulize kutakuwa na ndege au chopa, helikopta. Usafiri Allah mwenyewe anajua, lakini usafiri utakuwepo kwa sababu eneo ni kubwa na utatembea wewe wake zako nani? Tutatembea inshallah. Si Allah anasema analeta malaika wanatoka mbinguni wanakuja hapa naona faster tu. Halafu viko vipando mbona kama hao wanyama sijui walikuwa wanasafiria mtume kutoka Baitul Maqdis mpaka akaenda kutoka Baitul Haram mpaka Baitul Maqdis. Hao ndo wanyama wa peponi aloletewa yeye. Wanatembea wanakimbia kuliko farasi. Au unataka lazima uende na gari lako maktuu kule. Ukapige misere. Naam sheikh.
Yule jamaa aliondoka juzi, yule mke wake mdogo mdogo vipi yule, akaenda akachukua jamaa mzee. Ili lipo, na bahati nzuri hata Mtume kaulizwa swala hilo, tena kaulizwa na mwanamke. Mtume kahutubia, kataja habari ya peponi na nini, wanaume watakaofanikiwa watakutana na wake zao. Mama akaja akauliza swala akasema, Mtume, sisi wanawake tunaolewa na mume zaidi ya mmoja. Inawezekana mimi mume wangu wa kwanza akafa shahidi. Naona siku zile ni vita tu, mtu anakufa shahidi anaenda peponi. Nimeolewa na mume mwingine, imetokezea vita, kafa shahidi. Na nikaolewa na mume mwingine, pengine ndo tukahitimishana. Sasa mimi hawa waume zangu niliowakalia eda, amake hawakuniacha, na ile ndoa mnayoishi mpaka mmoja akafariki bado inakuwa valid, yani iko hai. Lakini sharia, maumbile hayatomuacha mtu, bado ana nguvu za kimatamanio, akae hivi hivi. Ukiondoka lazima wengine waliopo duniani watamstiri mke wako, ataolewa. Sasa mama akauliza, ikiwa mimi na wanaume walionioa wote ni watu wema, tukabahatika kuingia peponi, mwanamke kama mimi nitakuwa ni mke wa mume yupi? Hata Mtume alitabasamu akamwambia, wanaitwa waume zako wote. Make wanatambulika, wanaitwa waume zako wote. Halafu wewe mwanamke ndo unakhiarishwa umchague mmoja katika hawa. Si lazima awe wa mwanzo wa utotoni, wala si lazima awe wa mwisho. Chagua mmoja katika hawa. Kwa hiyo mwanamke atamchagua yule ambaye katika maisha yangu ya ndoa, mume wangu huyu hapa nilikuwa nimefika zaidi. Na wengine hawatosikitika pakishafanywa maamuzi, wengine hawatosikitika wakasema haiwezekani, nimesikubali. Wanaridhia. Kwa hiyo hili, mke anapewa fursa amchague katika waume alioishi nao duniani, yupi kapendezewa naye zaidi, huyo ndo atakuwa mumewe wa peponi. Na Mtume hapo alafu akamalizia asema, ndo umuhimu wa mtu kukaa na mke kwa tabia njema. Inawezekana wewe mwanamume ndo umemind kweli yule mwanamke, lakini yeye akasema huyu ana tabia za ajabu ajabu, kwa fulani nilikuwa nimetulia zaidi, nimeridhika naye zaidi. Kwa hiyo yule aliyoridhika naye ndo atakamchagua aishi naye peponi. Hawa tena watapewa waume wengine, kwa sababu mume anaweza kuwa na wake wengi, lakini mke haolewi na waume wengi.